Hoje, sekunde sering kimia. Wapenzi wa historia, karibuni. Ninafurahi sana kuwa nanyi katika safari hii ya kufurahisha. Leo nitawapeleka mahali palipojaa uchawi, uzuri na matukio, mahali ambapo jua hukumbatia bahari na mandhari hii ya asili hufurahisha moyo. Karibuni La Paz, Mexico. Iko kwenye pwani ya mashariki ya rasi ya Baja California. La Paz ni hazina iliyofichwa inayochanganya kikamilifu uzuri wa asili na utamaduni mzuri. Ni kama kipande cha paradiso, lakini kwa ladha na furaha ya Mexico. Jitayarishe kuchunguza maeneo yaliyofichwa na ya kuvutia ambayo hayajagunduliwa. Hapa unaweza kutoroka masongamano wa maisha ya kila siku na kuzama katika utulivu wa asili. Kuanzia fukwe tulivu hadi mimea ya kijani kibichi, La Paz ina kila kitu. Ni kama likizo katikati ya msitu wa Atlantiki, lakini kwa joto la bahari. Kuna fukwe za kupendeza na matukio mengi. Ikiwa unataka kupiga mbizi, kuendesha kaya au kupumzika tu kwenye mchanga, fukwe za Bikira hapa zinakuita. Kama pwani yetu ya Normandy, lakini kwa mguso wa kigeni zaidi. Maji safi yanakualika kuchunguza ulimwengu wa chini ya maji wenye rangi nyingi. Tunaelekea nje ya studio kuelekea Baja California Sur, eneo linalojulikana kwa mandhari yake ya kupendeza na historia tajiri. Safari hii yenyewe ni tukio na mandhari pana na ya kuvutia yanayojitokeza mbele yako. Ni kama kutembea kwenye barabara ya Napoleon, lakini hapa kuna mikaratusi badala ya makanisa ya kale. Kuna fukwe nyingi ambapo maji ya rangi ya samawati yanang'aa chini ya jua. Ni mahali pazuri pa kupumzika na kufurahia uzuri wa asili. Ni kama French Riviera, lakini maji hapa ni ya joto kweli na huna haja ya kutafuta konokono. Kuna dagaa safi na utamaduni ambao utakuvutia. La Paz inajulikana kwa chakula chake bora kilichotengenezwa kwa dagaa safi wanaovuliwa kila siku na viungo vya ndani. Ni tamu kama soko la samaki la Marseille, lakini kwa pilipili nyingi zaidi. Sherehe za kitamaduni zenye uhai huadhimisha urithi tajiri wa eneo hili. Ni kama kanibali, lakini kwa kofia za sombrero. Usisahau kupaka mafuta ya kujikinga na jua, vinginevyo utaonekana kama kaka aliyepikwa. Jitayarishe kwa safari isiyo ya kawaida. Ikiwa unatafuta matukio au unataka tu kupumzika, La Paz ina kitu kwa kila mtu. Tutagundua uchawi wa La Paz pamoja. Kuanzia mitaa yake ya kuvutia hadi pwani yake inayong'aa. Kila kona ya jiji hili ina hadithi ya kusimulia, kama hadithi nzuri ya hadithi. Hebu tuzungumze juu ya maji ya bahari ya blue, chakula kitamu, chakula cha jioni katika migahawa ya nyota tano kando ya bahari, na kumbukumbu zisizoweza kusahaulika. Vyakula vya ndani vitafurahisha wapenzi wa chakula na ladha zake nzuri na tamu. Na nani anajua, labda tutakutana na Papa Nyangumi. Twende. Hebu fikiria tu jinsi itakavyokuwa kuogelea na viumbe hawa wakubwa lakini wapole katika makazi yao ya asili. Itakuwa uzoefu ambao utausahau kamwe, wakati maalum kweli, kama kushinda bahati nasibu. Kwa hivyo pakia mifuko yako, leta roho ya matukio, na hebu tuchunguze maajabu ya La Paz pamoja, ambapo unaweza kuwa Indiana Jones wako mwenyewe. Habari wapenzi wa historia, leo tutasafiri kwa muda hadi mwanzo wa karne ya 11. Kama unapenda hadithi za ugunduzi, matukio na kujifunza kuhusu tamaduni mpya, basi upo mahali sahihi. Leo tutachunguza historia tajiri ya kona tulivu na nzuri ya dunia. Mwaka ulikuwa hebu fikiri, dunia ilikuwa tofauti kabisa. Ilikuwa enzi ya ugunduzi mkubwa wa baharini, ambapo mabaharia wa Ulaya walitafuta ardhi mpya na utajiri. Wasafiri jasiri walikwenda kwenye misheni hatari katika maeneo yasiyojulikana. Msisimko na hofu ilikuwa sawa na jinsi tunavyohisi leo tukienda mwezini. Katika kipindi hiki, Hernan Cortez, anayejulikana kwa ushindi na ugunduzi wake, alifika kwenye ardhi ambayo leo inaitwa La Paz. Cortez alikuwa maarufu kwa jukumu lake katika kuanguka kwa milki ya Aztec, na alikuwa na misheni mpya. Alikuwa akitafuta ardhi mpya na fursa kwa taji la Uhispania. Hebu fikiria, hakuna hoteli, hakuna margaritas, bali wasafiri tu. Jangwa kubwa lililojaa fursa, fukwe tupu, lakini kulikuwa na wenyeji walioishi hapa kwa mamia ya miaka. Mazingira yalijaa matarajio ya mwanzo mpya na mabadiliko makubwa. Cortez alipa jina mahali hapa La Paz, ambalo linamaanisha amani. Jina hili limebaki kwa karne nyingi na linaakisi uzuri na amani ya ardhi hii, lakini amani ambayo Cortez aliwazia haikupatikana kwa urahisi. Kuwasili kwa Wahispania kulileta mabadiliko makubwa kwa wenyeji na ardhi. Ajabu, kuwasili kwake kungeweza kuleta machafuko mengi, migogoro ya kitamaduni, mapambano ya rasilimali na kulazimisha maisha mapya kwa wenyeji. Yalikuwa sehemu ya mchakato wa ukoloni. Licha ya matatizo haya,
La Paz hatimaye ilistawi kutokana na wale walioifanya mahali hapa kuwa nyumbani kwao. Kwa sababu yao, La Paz ilijulikana kwa kila mtu. Hadithi za Cortes na safari yake zilienea haraka, zikivutia wasafiri walowezi, na hatimaye wali zaidi kwenye mji huu mzuri wa pwani. Ramani za zamani na nyaraka za kipindi hicho zinatupa muhtasari mzuri wa zamani na kuonyesha jinsi La Paz imebadilika kwa karne nyingi. Bila shaka kulikuwa na watu walioishi hapa kabla ya hapo, lakini tutazungumzia kuhusu wao baadaye. Baja California Sur ina historia ndefu ya tamaduni za wenyeji, muda mrefu kabla ya Wahispania kuwasili. Mila zao, ujuzi wao wa ardhi na maisha yao ni sehemu muhimu ya historia ya La Paz. Tutazama zaidi katika michango na uzoefu wao katika sehemu zingine. Fikiria La Paz ya wakati huo, meliza matanga kila mahali na hadithi zisizo na kikomo. Bahari ilikuwa njia kuu kwa wasafiri, wafanyabiashara na wajasiri. Kila meli ilileta hadithi mpya, watu wapya na fursa mpya. Historia ya baharini ya La Paz imejaa hadithi za ujasiri, ugunduzi na kubadilisha na tamaduni. Na tunapoendelea na safari hii ya kihistoria, ni muhimu kujifunza kuhusu urithi tajiri wa ugunduzi uliojenga mji huu. Hebu tusonge mbele karne mbili au tatu. La Paz inang'aa tena, lakini si kwa ajili ya dhahabu safari hii, bali kwa lulu. Kulikuwa na lulu nyingi sana hapa, unaweza kuziokota kwa mikono yako. Zilikuwa nyingi mno, lakini wazimu wa lulu ulikwisha haraka. Lakini je, La Paz ilikata tamaa? La hasha, ikawa kijiji tulivu cha wavuvi, ambapo muda ulienda polepole zaidi, chaguo gumu zaidi, kula taco za samaki au kamba ceviche. Na kwa kuwa tumezungumzia chakula, je, mko tayari kwa ajili ya safari ya chakula itakayowafurahisha? Kama tunavyosema Ufaransa, tunakula kwa macho yetu. Hivi karibuni itakuwa tamu. Habari marafiki wa bahari na jua, sikilizeni kwa makini. Eneo letu la kwanza ni ufukwe wa Balandra. Hebu wazia nami, maji safi kama kio, mchanga mweupe laini kama unga, na juu ya yote jiwe kubwa lenye umbo la uyoga. Ni kama ndoto imetimia, si ndio? Ufukwe wa Balandra si ndoto tu, ni ukweli wa ajabu. Balandra Beach bila shaka ni nzuri, lakini La Paz ina fukwe nyingi zaidi ambazo ni nzuri vile vile. Iwe unataka kwenda kupumzika, kuteleza kwenye mawimbi, au kufurahia jua, La Paz ina ufuo kamili wa kukidhi mahitaji yako yote. Kwa mfano, angalia ufuo wa El Tesoro, lulu iliyofichwa kweli, yenye maji yake tulivu yanayofaa kwa utulivu kamili. Na kisha kuna ufuo wa Pichilingwe, paradiso kwa wapenzi wa michezo ya majini, ambapo unaweza kufurahia windsurfing na kiteboarding. Kwa wale wanaopenda matukio, ninapendekeza kutembelea kisiwa cha Espiritu Santo. Je, mko tayari kufurahia matukio yasiyosahaulika ufukweni? Basi, uko tayari kuzama? Twende sasa kwenye Aquarium of the World, yaani bahari ya Cortes. Bahari hii ya ajabu iliyopo kati ya rasi ya Baja California na bara la Mexico ni paradiso ya kweli kwa mimea na wanyama. Bahari ya Cortes si mahali tu, ni safari nzima itakayokupeleka kwenye mojawapo ya mifumo zaidi ya baharini duniani. Jacques Cousteau mwenyewe alipa jina mahali hapa ni kama sherehe halisi ya maisha ya baharini. Cousteau, mwanasayansi maarufu wa baharini, alivutiwa na utofauti na wingi wa spishi hapa. Alichunguza bahari kwa miaka mingi, akirekodi ulimwengu wa ajabu wa majini uliostawi katika mazingira haya ya kipekee. Jitihada zake zilifanya bahari ya Cortes julikane duniani katika eneo la kuongeza uelewa wa juu ya umuhimu wa kipekee kama kituo muhimu cha bioanuwai. Kuna zaidi ya rasilimali za samaki na spishi zilizo postao za mamalia wa bahari sasa hapa kama karamuka kubwa chanukori ya maji aibu wazia kwa kwenye la samaki rangi kuna pombo wakiruka juu ya mawimbi au kukutana na viumbe wengine wengi wa ajabu. Bahari ya Cortes ni ushuhuda wa wingi wa maisha ya baharini itakayokuruhusu kugundua uzuri wa ajabu wa mazingira ya majini. Kama wewe ni mpiga mbizi au unapenda tu kuogelea kwa kutumia vifaa vya kupumulia, basi jiandae kukutana
na simba bahari, papa manta na hata papa nyangumi. Maji safi ya Ghuba ya California yanaifanya kuwa mahali pazuri pa kupiga mbizi, ikitoa muonekano mzuri wa kuchunguza kina. Hata waogeleaji wanaweza kufurahia miamba ya matumbawe yenye uhai na kupata fursa ya kuwaona karibu viumbe wakubwa wapole kama papa nyangumi. Hata kama utakaa pwani, bado utaona wanyamapori wa ajabu. Pwani ya bahari ya Cortez imejaa uhai, kuanzia ndege wa baharini wanaoruka juu hadi wanyama wa baharini wanaulala kwenye mchanga. Hapa ndipo nchi kavu na bahari hukutana katika ngoma nzuri ya asili, ikitoa fursa nyingi za kuona wanyamapori na kupiga picha. Basi chukua barakoa yako na kifaa chako cha kupumulia na uzame. Iwe wewe ni mpiga mbizi mwenye uzoefu au mgeni katika kuogelea kwa kutumia vifaa vya kupumulia, bahari ya Cortez inakupa ahadi ya tukio lisilosahaulika. Kwa hiyo jiandae, zama na ugundue maajabu ya paradiso hii ya majini. Aquarium of the World inakungoja. Sio pause sekondi na tukiongea kuhusu papa nyangumi, La Paz ni mojawapo ya sehemu chache duniani ambapo unaweza kuogelea na viumbe hawa wakubwa lakini wasio na madhara. Viumbe hawa wakubwa ni warefu kuliko basi la abiria. Unaweza kuamini wanaonekana kama dinosauri hewa baharini, lakini ni rafiki sana. Papa nyangumi hula plankton, ni kama karamu kubwa ya baharini. Unaweza kuogelea karibu nao. Hili ni tukio la kushangaza na la kugusa moyo, tukio lisilosahaulika, kama vile uko kwenye filamu hizo ambalo litabaki kwenye kumbukumbu zako kwa muda mrefu. Lakini tahadhari, chini ya maji unahitaji kudumisha umbali salama, kama vile unavyofanya unapoverteki barabarani. Hili ni tukio ambalo hutalisahau kamwe. Ni nzuri kama kitu sekut. La mahekalu huko Sicily. Nina uhakika baada ya kuogelea huku natakuwa na njaa, sivyo? La Paz ni paradiso ya chakula kizuri, hasa kama unapenda dagaa. Kuanzia tacos za samaki safi na ceviche, tamu hadi paella ya dagaa inayovutia. Kuna kitu kwa kila mtu hapa. Na tacos za samaki haziwezi kukoswa. Ya joto. Samaki laini, mguso wa limau, mina salsa ni kama uchawi. Lakini usijali, La Paz ni vyakula vingi vitamu mbali na dagaa. Hata kama unaenjoy kiasi gani, hapa utashiba. Hapa utapata vyakula vyote unavyopenda vya Mexico. Fajitas za enchiladas zenye viungo, na kwa ajili ya dessert, churros ambazo zitakufanya utake zaidi. Je, hupendi vyakula vya baharini? Usijali, La Paz ina kitu kwa kila mtu. Hebu fikiria unatembea kwenye soko la wenyeji ambapo kuna maduka ya matunda, mboga na viungo vya rangi zote za upinde wa mvua. Ni kama sherehe kwa macho. Na kama wewe ni jasiri kidogo, unaweza kujaribu chapulines au panzi wa kukaanga. Unaweza kuyafikiria kama mbegu za boga za Mexico, lakini zenye miguu mingi midogo. Lakini kama wadudu sio chaguo lako, kuna vyakula vingi vitamu zaidi kama pipi za Mexico au aguas frescas zinazoburudisha. Kwa hiyo njoo ukiwa na njaa. Wa Mexico wanajua kweli jinsi ya kusherehekea, na linapokuja swala la kufurahi hawajizuili. Hasa watu wa La Paz wanafurahia kila sherehe kikamilifu. Kuna sherehe nyingi za kitamaduni hapa ambapo muziki, ngoma, chakula na sanaa huungana. Hebu fikiria gwaride la wanasesere wakubwa na mavazi ya kupendeza na muziki ambao utakufanya ucheze. Ni kama kanivali ya mitani huko Rio de Janeiro, lakini kwa muuso wa Mexico, mahiri na wakusisimua. Jiji hili limejaa nguvu. Inaonekana kama kuna sherehe kubwa inaendelea kila wakati, kama siku ya Mtakatifu John kaskazini mashariki, lakini chini ya jua la Mexico. Iwe ni kwa ajili ya kanivali au siku ya wafu. Hakika utafurahi sana. Kwa hivyo, vaa kofia yako ya najua na ujiandae kwa sherehe isiyosahaulika. Sherehe hizi si tu kuhusu kucheza na kuimba, ni fursa nzuri ya kuzama katika utamaduni wa La Paz. Hapa utapata mila za zamani na hadithi nzuri. Labda hata utasikia hadithi za kuchekesha za wenyeji kama wavuvi wetu. Na bila shaka usisahau kuangalia kazi za mikono za wenyeji
vitu, nguo, picha na mengi zaidi. Unaweza utapata ukumbusho nzuri kama vile viungo vyetu vya udongo vya marajo na chakula. Lazima ukionye sherehe hutoa fursa nzuri ya kuonja kila aina ya vyakula vitamu. Hebu fikiria meza zilizojaa vyakula vitamu kama vile kwenye kanivali halisi. Kwa hiyo kama unapenda nyimbo, kucheza na hadithi zinazogusa moyo, basi unapaswa kuja La Paz na kushiriki katika moja ya sherehe hizi. Itakuwa uzoefu usioweza kusahaulika. Mama itu ya siku ya mama uko Mtakatifu John. Hebu fikiria jinsi jua linavyopaka rangi ya kichawi baharini na kufanya ionekane kama kazi halisi ya sanaa. Unapotembea kwenye malecon maarufu ya La Paz, usisahau kuonja ice cream tamu. Ni kama kutembea ufukweni, lakini kwa mitende na ladha za Kimeksiko. Hapa ilikuwa wakubwa wenyeji na ya watalii wanaweza kufurahia mandhari kwa utulivu. Ni kama kukaa kwenye mkahawa na kufurahia ule upepo wa bahari na kuzungumza kwa utulivu. Maisha halisi kama ufukwe wa Ipanema Rio, lakini moja kwa moja ni kando ya bahari. Wakati wa machweo, anga hupambwa kwa rangi za waridi, zambarau na chungwa na kufanya bahari ionekane ya kuvutia. Mandhari haya yanaweza kushindana na machweo ya ziwa Paranoa huko Brasilia au ufukwe wa Jacare huko Paraiba. Unapotembea kwenye njia hii, utaona maduka, mikahawa na baa zilizopangwa kama mkufu wa lulu. Usisahau kujaribu vyakula na vinywaji vya hapa. Aina mbalimbali za vyakula vya hapa ni za ajabu kweli. Karamu ya laliliza mama wenye anis nzuri zaidi kama vile churrasco tamu ya gaucho kafi jua dande kamile. Unapotembea kando ya malecon huko La Paz, utaona sanamu nyingi nzuri kama lulu hili kubwa. Pia kuna sanamu ya pombo hapa, na ndio utaona wasanii wa mitaani pia. Unaweza kuona mtu akicheza muziki au kucheza samba kwa nguvu, na kama una bahati unaweza hata kuona simba wa baharini wakicheza majini. Ikiwa unataka kutembea kimapenzi au kufurahia utamaduni wa hapa au tu kufurahia mazingira, basi malecon ndio mahali pazuri kwako. Je, mko tayari kwa tukio lisilosahaulika kupitia visiwa? Eneo letu la kwanza ni Isla Espiritu Santo, umbali mfupi tukwe mashua kutoka La Paz. Miamba yake mirefu, fukwe nzuri na maji safi ni ya kuvutia macho. Hapa utaona wanyama pori kama vile simba wa baharini, pombu na hata nyangumi. Lakini bora zaidi ya yote, bila shaka, ni ndege wa baharini, ubi wenye miguu ya bluu, pelikan na ndege wengine wengi wanakungoja. Kwa hivyo, piga picha zako na unasa nyakati hizi nzuri. Tunaweza kuchunguza Isla Partida, kisiwa kidogo ambacho hakiko mbali sana na Isla Espiritu Santo. Hapa ni paradiso kwa ajili ya kuendesha mtumbwi. Hebu fikiria unaelea juu ya maji tulivu na jua la joto likikupiga. Je, si jambo la kuvutia? Kupumzika kabisa. Bila shaka, unaweza pia kupiga mbizi au kuogelea na vifaa vya kupumulia chini ya maji. Kuna samaki wengi wenye rangi nyingi hapa, na unaweza hata kuwaona simba wa baharini. Na kwa bahati nzuri, unaweza hata kuona papa aina ya ma inao titama tu ki au titates kiko mi serlino do. Je, mko tayari kwa tukio lisilosahaulika huko La Paz? Tukio la ajabu linakungoja. Kuendesha bodi ya Cassia na Papa Nyangumi. Kuanzia Oktoba hadi Aprili unaweza kuogelea na viumbe hawa wakubwa lakini wenye urafiki. Ni salama kabisa mradi tu unafuata sheria na kuwa mwangalifu. Kumbuka, usalama kwanza. Hebu fikiria unaendesha bodi yako ya Cassia kwa utulivu juu ya maji na ghafla Papa Nyangumi anakuja karibu na wewe. Hili litakuwa tukio lisilosahaulika.
kama kuogelea na papa nyangumi kunaonekana kama jambo la kutisha sana kwako, unaweza kuchagua kuendesha mtumbwi ili kuchunguza pwani, au kama unapenda kupiga mbizi Gube ya California inayojulikana pia kama aquarium ya dunia, imejaa viumbe vya baharini. Huko utaona samaki wenye rangi nyingi, simba wa baharini na hata papa. Iwe wewe ni mtafiti kwa asili kama mtafiti maarufu wa Brazil Amir Klink, au unataka tu kujaribu kitu kipya, La Paz itakushangaza. La Paz si mahali pazuri tu, bali pia ni mahali pa sanaa. Utuchunguze ulimwengu huu wa sanaa tukianzia na magaleri ya sanaa. La Paz ina magaleri mengi ya sanaa ambapo unaweza kuona kazi za wasanii wa ndani na wa kimataifa. Na si magaleri tu, pia kuna sanaa nzuri ya mitaani. Unaweza kuona michoro ya ukutani yenye rangi nyingi na grafiti karibu kila kona. Jiji lote linaonekana kama jumba la makumbusho wazi. Ni kama magaleri ya sanaa yamehamia barabarani. Kama unapenda sana, basi La Paz itakuvutia sana. Jambo moja zuri kuhusu La Paz ni kwamba unaweza kukutana na wasanii ana kwa ana. Ni kama kwenda kwenye soko la wakulima nchini Ufaransa, ambapo unaweza kuzungumza na wazalishaji na wauzaji moja kwa moja. Unaweza kuwapata katika masoko yao yenye shughuli nyingi au warsha zao kwa kuhudhuria madarasa na warsha za sanaa. Ni vizuri kusikia hadithi zilizo nyuma ya kazi zao. Ni kama kusikia hadithi kutoka kwa msimuliaji wa hadithi wa kijijini. Bila shaka unaweza pia kununua sanaa bila salamu kama ukumbusho. Amini mimi, ni muhimu zaidi kuliko sumaku ya friji ya kawaida. Kwa hivyo jijumuishe katika mazingira ya kisanii ya La Paz. Hakika utapata msukumo. Kabla hujaenda La Paz, nina vidokezo muhimu kwako. Kwanza, jua hapa lina nguvu sana. Kwa hivyo usisahau kutumia mafuta ya kujikinga na jua. Ngozi yako ni utambulisho wako, kwa hivyo itunze. Ni kama vile unavyojitayarisha kwa sherehe kubwa nyumbani. Unajitayarisha na kujilinda vile kwa ngozi yako. Pili, kunywa maji mengi. Kama vile unavyochukua chupa za maji za ziada kupanda mlima. Hapa unahitaji kuweka mwili wako ukiwa na unyevu ili kulinda uso wako usipate rangi hii nyekundu. Zero for zile sanyasi haya ambazo watu huvaa kwenye sherehe za nyama za Jumapili zinafaa kabisa. Kada yalikuwa yasiyotarajiwa huko La Paz. Unaweza kugundua magahawa mzuri au ufukwe wa siri, au hata kukutana na simba wa baharini kama vile tunavyofanya huko Britney. Lakini hapa jua linaangaza zaidi. Kumbuka, kunaweza kuwa na kizuizi cha lugha. Kujifunza misemo michache ya Kihispania sio tu kunasaidia, bali pia kunaonyesha heshima yako kwa wenyeji. Maneno kama habari na asante yanaweza kushinda mioyo, kama vile habari yetu ya joto huko Paris. Naweka simu yako chini. Furahia uzuri halisi wa mahali hapa na usisite kuzungumza na wenyeji. Mawasiliano huwasaidia watu kuelewana vizuri zaidi. Huko La Paz haitakusaidia tu kuzunguka, bali pia itafungua milango ya watu na utamaduni wa mahali hapa pazuri. Mikutano kama hiyo haina thamani. Ni kama kutembelea Mont Saint Michel. Unahitaji kuiona kwa macho yako mwenyewe ili uelewe. Safari yako huko La Paz itatengeneza matukio yasiyosahaulika, kama vile kahawa nzuri ya Paris inavyokufanya utake kurudi. Safari yetu La Paz inakaribia mwisho. Tumegundua pwani, tumekula vyakula vitamu na labda hata tumepata msanii wetu wa ndani, na tumekuwa na wakati mzuri. La Paz ni mahali maalum sana kwenye pwani ya bahari ya Cortez. Ni wakati wa kusema kwa heri, lakini tutabeba kumbukumbu hizi nzuri nasi, na tayari tumeanza kuota kuhusu safari yetu ijayo. Usisahau kupenda na kujisajili kwenye chaneli yetu na uwashe arifa ili usikose video zetu mpya za safari. Kwaherini na tutaonana tena.